cha mwanadamu kinafikanga mwisho, ya Mungu ndio iwezi kufika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ya Mungu wetu ni ya milele. Mwanadamu anaweza akakuahidi atakutendea hili, anaweza akakuwa msaada kwako, lakini ujue kwamba one time, siku moja huyu mwanadamu atafika mwisho. Lakini tunaona ya kwamba huyu mama akafika mwisho katika miaka 12. Hesabu mwaka wa kwanza, wa pili mpaka wa 12, mama amehangaika, hajui aende wapi. Wale watu waliokuwa wanamtia moyo wakavunjika na kumtia moyo. Wale walikuwa wanamwamkua kila wakati, kila asubuhi, wakachoka naye. Wale walikuwa wanafanyia follow, wote wakachoka naye. Watumishi wa Mungu wakafika mahali wakachoka na yeye, yaani kila mtu amechoka na yeye. Alikuwa on that condition. Kila kitu, unaposikia kwamba mali imeisha, ilikuwa kwamba kila kitu imeenda 0 point, anakata tamaa, anaona ya kwamba hakuna haja ya kuishi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Hasipate kuponywa na mtu yeyote. Nashukuru neno la Mungu. Hasiweze kuponywa na mtu yeyote, kwa maana Mungu anasema ya kwamba sifa zake hatakubali kamwe kutia na mwanadamu aliyeumba na mikono yake. Kwa hivyo hapa anataka ya kwamba kazi ya mwanadamu ikuwe nzuri. Haleluya, kwa sababu ni Bwana wa mabwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Wacha tuangalie mstari ule wa 44. Biblia inasema ya kwamba alipokwenda nyuma yake aliguza upindo wa vazi lake, na mara tu hivyo kutoka kwa damu kwake kulikoma. Bwana Yesu asifiwe. Natamani mtu mmoja ampe Bwana sadaka nzuri ya natamani mtu mmoja ampe Bwana sadaka ya makofi. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu Yesu alikuwa na shughuli zake za kuhudumu hapa na pale, Biblia inaniambia kwamba na huyu mama akaweza kufuata Yesu katika nyuma yake, kwa sababu alitambua ya kwamba yule mtu amebaki ni mmoja tu, ni Yesu wa Nazareti, anaweza kuniponya. Nilisikia anaponya, nikapinga, nikaendelea na waganga, lakini yangu yote yamefika mwisho. Sasa hivi nachukua nafasi yangu kwa nyuma, ninamfuata Simba wa Yuda, ninampata Simba wa Yuda, ninaenda nyuma kwa nyuma, kwa sababu ninajua ya kwamba ninapoenda kushika pindo lake nitapona, lake nitapona. Kwa hivyo ninaona mama anaenda na nyuma, ninaona mama anasema niacheni, anasema niacheni, wacheni kunipinga, tokeni kwangu ninyi mmeshindwa, nataka niguze pindo la Mwokozi. Haleluya, natamani nishike pindo la Mwokozi. Nataka kuongea na mtu anasikia hii sauti ya kwamba sijui ni miaka ngapi, sijui ni muda mungapi ndani ya maisha yako, huenda ikawa kwenu mmekuwa mnazika, kila wakati ni kuzika, kila wakati ni marali, kila wakati ni magonjwa. Ninakuletea Simba wa Yuda ambayo unaposhika pindo lake, ambayo unapoenda kumwamini, ambayo unaenda kuachilia chochote kimekuwa kinyume ndani ya maisha yako, utafunguliwa, utapona, utapona. Kwa maana hata sisi tuliponywa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo najua kwamba hata mimi mwenye wokovu wangu litoka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa ni mshirikina pamoja na familia yangu. Si ati ni historia ya kujidungia, ni historia ya ukweli. Wakati ambapo nikafika mahali madaktari wakashindwa, wale wote waliokuwa pamoja nami wakashindwa, waganga wote wakashindwa. Nakumbuka tukienda mji ule wa kule kunaitwa South Coast, huko kunaitwa Matuga, huko tukaenda kwa mganga huko, na tukaenda lakini wakashindwa. Lakini wakati mmoja
tukaamka asubuhi pamoja na mume wangu. Ule mganga akauliza mume wangu, unaonaje? Akamwambia kwamba sioni vizuri baba. Akamuuliza kwa nini? Akamwambia kwamba mke wangu vile anavyoendelea si kama alivyokuwa jana, hali yake inazidi kuwa ni ngumu zaidi. Akamwambia kwamba iliyobaki tuombe Mungu kwa sababu mganga amefika mwisho. Hallelujah. Sasa kuanzia mahali pale tukaulizana na mganga, ni Mungu gani tutaenda kuomba na mganga? Tutakimbilia yule Yesu wa kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Kuanzia wakati ule shida zikaisha. Nilipona wakati ule. Hallelujah. Kwa ajili ya kumwamini Mungu. Mimi nataka nikutangazia kwamba mchana wa leo yote inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Natangaza ya kwamba yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo moja inanifurahisha na mama ni kwamba alianguka miguuni mwa Bwana wakati alipoona ya kwamba hawezi kustiri. Haleluya. Halikuja kwake akiwa ametetemeka. Bwana asifiwe. Sijui ni nani anatetemeka mchana wa leo. Wewe ikawa hali yako si ugonjwa. Wewe ikawa hali yako ni hali nyingine. Wewe ikawa unataka kumuona Bwana katika upande mwingine. Hali ni nyingi. Maradhi ni mengi. Shida ni mingi. Lakini maandiko inaniambia kwamba wakati unapomkimbilia Yesu, wakati unapoanguka miguuni mwa Bwana, yote yanaisha. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unapoanguka miguuni mwa Bwana, unapoguza pindo la Yesu, unaponywa na Mwokozi. Mpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Hallelujah. Mara tu wakati ule mama alipoguza pindo la Yesu, ile damu ilikoma instantly. Hallelujah. Mungu wetu anatenda miujiza instantly. Salimia mwenzako mwambie hivyo. Anatenda hapo kwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. So long as uko na imani, katika imani, unapotumikia Mungu katika imani, yatakuwa salama. Hallelujah. Akamwambia kwamba na imani yako. Kwa hivyo chochote kile naamini